Mtazamaji, karibu sana. Sema na Citizen leo imejaja hapa katika bustani ya Jivanjii, hususan leo tukiwa tunazungumzia masuala ya mswada wa fedha mwaka 2025-2026. Tumefika hapa kuweza kusemezana na wananchi, wakiwa ni pamoja na bunge la wazalendo, bunge la wananchi wa Kenya wa kawaida, vijana, na pia tutakuwa na wataalam kutoa hisia zao. Nikukumbushe tu, siku kama ya leo mwaka uliopita, mwaka 2024, masuala kama haya tuliweza kuyazungumza, tuliweza kung'amu, lakini kukawa na mihemko mikali haswa kutoka kwa kizazi cha vijana wa Gen Z kuhusiana na mswada wa fedha, na hatimaye bajeti kusomwa na kuidhinishwa na bunge, na kukatokea tandabelua ambalo lilipelekea baadhi ya vijana kuingia katika majengo ya bunge, baadhi yao kuuawa, maandamano kutokea katika maeneo tofauti nchini wa Kenya wakitaka mswada wa fedha uangushwe. Safari hii mambo kidogo ni tofauti. Serikali imetumia mbinu tofauti kuweza kukusanya maoni ya watu, sio kama ilivyokuwa hapo awali wakati mihemko ikitokea katika vikao vilivyofanyika katika ukumbi wa KICC. Safari hii wananchi wengi wakitoa maoni yao kupitia mifumo ya mitandao na kadhalika, wabunge pia wakishiriki vikao mitaani na majumbani kuweza kuzungumza na wananchi. Lakini tunataka tufahamu mbivu na mbichi. Je, bajeti itakayosomwa siku ya Alhamisi inakuathiri vipi, inakufaidi namna gani? Moja kwa moja ni watambulisho wageni wangu. Tuko naye Bwana Davis Dayo ambaye ni mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi, vile vile kwa ujumla masuala ya kifedha. Tuko naye Nelly Chepkemei ambaye ni muasisi meneja kuhusiana na masuala ya sera katika shirika linalofahamika kama WeCare. Tuko naye Elijah Wangare, mmoja wa viongozi wa vijana kutoka kaunti ya Nyeri. Pia tuko naye Wavinya Makai ambaye ni mtaalam masuala ya fedha. Hapa pembeni niko naye mwenyekiti bunge la wazalendo Bwana Charles Okumu. Tutakuwa naye Edward Rioba, pia ni katibu mkuu katika bunge la wazalendo. Tumezungumza naye hapo awali, na kama unavyoona wananchi wakiwa tayari kuweza kuzungumza moja kwa moja. Basi nianze nawe Bwana Tayo. Bajeti kama tunavyofahamu ni matumizi ya fedha ambayo yanatoka kutoka kukusanywa kwa fedha ambazo zinatoka kwenye jasho letu sisi kama wananchi tunaofanya kazi, na hata wale ambao hawafanyi kazi kwa njia moja au nyingine wanashiriki biashara. Kwa hivyo mapato yanakusanywa na serikali. Tuanzie hapa kwamba safari hii bajeti ya mwaka 2025-2026 ni ya trilioni ngapi, na serikali inapania kukusanya fedha hizo kwa namna gani, kiwango gani kutoka kwa wananchi? Kwa sababu tunafahamu kuna kiwango ambacho kinakusanywa ama kinatokea kutoka kwenye mikopo. Tuanzie hapa. Asante. Bajeti ya mwaka huu, na bado ni proposal, bado haijapitishwa, ni around 4.2 trillion. Na katika hayo mahesabu makisio ni kwamba serikali itakusanya trilioni 3.3 kutokana na kodi na zile pesa ambazo watu ulipa kwa e-Citizen na nini, around 3.3 trillion. Kisha inapania kuomba kutoka kwa mikopo karibu bilioni 750 na kitu hapo. Kwa hivyo kwa ujumla bajeti imeongezeka kidogo, lakini ukiangalia kulingana vile serikali ilikuwa inapanga, wanataka kupunguza kiwango cha deficit kama percentage ya GDP yote. Na wameweza kuachieve hiyo katika ile mipango. Bado ndio vile nimesema bado haijapitishwa, lakini ukiangalia ya mwaka huu ile deficit imepungua kutoka 4.9% ya GDP imeshuka mpaka 3.9% ya GDP. Kwa hivyo unaona ni serikali ambayo inang'ang'ana sana kufanya uchumi ukae, inang'ang'ana sana kusikiza advice kutoka kwa experts, inang'ang'ana sana kusikiza mambo kutoka kwa wananchi vile ambavyo wanasema. Kwa hivyo ni siku kidogo tu tutaona kama yale ambayo watu wamesema yamewekwa pale, na tunaomba yawe yamewekwa kwa sababu ni serikali ya watu na lazima wasikize watu. Asante. Nelly, unaposikia Davis anapozungumzia bajeti ya mapendekezo ya bajeti ya trilioni 4.2, inakupa hisia gani kama vijana kwanza? Kwa sababu tukikumbuka makadirio ama mswada wa fedha kama ulivyokuwa mwaka uliopita ulitoa msisimko na mhemko kutoka kwa vijana. Sijui safari hii ni tofauti ama namna gani? Nadhani kwa kiwango au kwa kutoka kwangu kama kijana pia, vijana wengi wanangoja kuangalia makadirio haya ni yepi, na pia ukiangalia makadirio haya yalipitia ile public participation. Mimi mwenyewe niliparticipate, na hata wakati ule around February tuliwapea some of the issues ambazo zilikuwa of concern kwa vijana, of concern kwa wananchi.
Kwa hivyo bajeti inavyosoma Alhamisi hii na cabinet secretary, tuna expect pia kuona zile priority sector zikipewa kiwango kikubwa kwa mgao huo wa bajeti. Ingawaje tunaona just recently wiki ambayo imepita tuliona ripoti ya kutoka bungeni, lile kamati la bajeti na matumizi serikalini katika bunge walitoa ripoti yao ya bajeti ambao pia walikuwa wanapendekeza kuongezwa kwa bajeti hii. Na kaongezwa kwa bajeti hii, mwenzangu amesema kuwa kuna kiwango ambacho kitagawiwa sekta fulani fulani. Tunaweza kuona pia bunge wanatarajia kuongezewa bajeti yao. Kwa hivyo hiyo kwa kiwango kidogo pia au kikubwa, sisi wananchi inakuwa concern. Naam. Naam, asante sana. Elijah, unashiriki masuala ya viongozi ya vijana katika kaunti ya Nyeri, umezungumza nao. Matarajio ni yapi? Kitu gani ambacho wanataka kuona kwenye bajeti ambayo itakayosomwa mwaka 2000 siku ya Alhamisi itakayosomwa na Waziri John Mbadi? Asante sana Nimrod kwa kukujibu. Kwanza niruhusu nijaribu kupatiana background information kidogo kuhusu bajeti yetu. Na kwa kawaida katika historia ya nchi yetu, kila wakati ambapo bajeti inasomwa, matarajio ya serikali kila wakati imekuwa ni ushuru ama mapato. Tutapata mapato yepi kutoka kwa wananchi wetu na pia madeni yetu. Nao wananchi wanakuwa na lengo ama ile expectation kutoka kwa hii bajeti. Hii bajeti itatunufaa kwa namna gani? Kwa hivyo wananchi wetu, haswa vijana, kina mama na pia walemavu, wanaweza kuwa hawana ule mweleo mkubwa wa kujua hata trilioni 4.24 inamaanisha nini. Trilioni 3.3 ambazo tunatarajia kama serikali kukusanya kwa wananchi ya maanisha nini, na zile deni ambazo tutakopa takriban bilioni 700, wanaweza kuwa hawaelewi hayo yote. Lakini yule jamaa wa bodaboda pale mashinani ambaye ananibeba mimi kutoka Mukuroini anaelewa, nikimlipa shilingi 200 leo labda haitamwezesha kununua unga, kununua mboga na hadi mafuta. Itakuwa ngumu yeye kuweza kujikimu. Kwa hivyo licha ya kuwa tunaona maneno mazito katika bajeti, yule mwananchi pia, yule mama mboga anaweza kuelewa, kwa sababu mafuta yakiongezwa bei pia yanamuadhiri yeye. Nikirudi sasa kwa swali lako, vijana, nimeweza kuchambua bajeti haswa kwa zile sekta ambazo zinahusu vijana, masomo, kilimo, afya, teknolojia. Na tumepresent mpaka memorandum na petition kwa wajumbe kwa usaidizi wa ASEPA, African Center for Parliamentary Affairs, na pia Parliamentary Center. Na baadhi ya vitu ambavyo tunataja, ukiangalia ile BPS, Budget Policy Statement 2025, kwa sababu bajeti bado haijakabidhiwa bunge officially, utaangalia kuna sekta kama ya kilimo. Tunazo shilingi milioni 600 ambazo zimetolewa kwa school feeding program. Masomo yanahusu vijana, yanahusu sisi, yanahusu pia walemavu. Ukiangalia katika area ama ya maji na blue economy, sijui kama tunaita uchumi samawati. Yes. Ukiangalia eneo hilo ambalo ndio kitega uchumi cha vijana wengi, na tumetoka kwa ule wakati tulikuwa tunasema uchumi samawati uko tu pwani ama kule Nyanza. Siku hizi pia hapa mlima ambako nimetoka kuna uchumi samawati. Tuko na Chinga Dam pale eneo bunge la karibu na mimi la Othaya. Kwa hivyo ukiangalia katika uchumi samawati, tunaona vijana hawajaweza kuhusishwa, zile jamii hazijaweza kuhusishwa katika ile hadi uvuvi wa samaki. Tumekuwa tukiagiza samaki kutoka nje ya China na pia sisi tuna export. So kwa hivyo ukiangalia katika bajeti hatujapatiana mpaka ile anwani ya kuweza kufanya statistics ama census ya samaki zetu. Kwa hivyo tutachanganua zaidi, kuna masuala zaidi jinsi wakati unavyosonga. Asante Elijah. Wavinya, umebobea katika masuala ya fedha. Sijui kama ni mmoja wa wale ambao umetoa maoni. Maoni yako yalikuwa yanahusu nini kuhusiana na mswada huu na iwapo yatatimia? Nauliza hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mwaka uliopita ilikuwa tofauti. Si watu mashuhuri, si kampuni, si watu binafsi waliotoa maoni, lakini wakaja wakaona kana kwamba hayakutiliwa maanani.
ndiposa tukajikuta katika ile hali ambapo wananchi walitofautiana na serikali kuhusiana na mswada wa fedha. Sijui safari hii unahisi kwamba yatatiliwa maanani haswa maoni kama yale ambayo umetoa ama namna gani? Tukiangalia bajeti ya mwaka huu na mwaka uliopita, tunaona kuna maoni ambayo Ministry of Treasury imezingatia katika kuensure that hii budget inaongelelea watu wananchi binafsi na pia of course there are hits and misses but lazima tujue about the opportunity cost of everything. So chenye nitasema ni kwamba government imejaribu sana ku ensure that bajeti ya last year it's not replicated na kwa kufanya hivyo wameanza na zero based budget, meaning every expenditure will have to be accounted for as compared to our previous budgets where we used to add 5%. So every expenditure will fight for its space to ensure that we don't just use things wastefully. So it's going to curb wastage in all ministries and within the government sectors. Nipe mfano, sekta gani ambazo unahisi kwamba zitamlenga mwananchi aidha kwa kutozwa zaidi au kupunguziwa mzigo wa ushuru zaidi? Okay, when you look at the media production industry, especially through the internet, unapata premium YouTube channels, especially radio production and TV production will incur a bit of tax in terms of maybe 1.5 ambayo inamwathiri mtu moja kwa moja. Yes. Na hususan vijana. Yes. Nitakuja kwako tufafanulie zaidi. Hapa ninaye bwana Charles Okumu, mwenyekiti bunge la Wazalendo. Hapo awali nimezungumza na bwana Edward Rioba nikamuuliza kuhusiana na iwapo hii ndio ama makadirio ya bajeti ya mwaka huu ambayo yatakuwa yanatumika mwaka huu 2025 2026 ambayo ni yenye muhimu sana kwa serikali ya Rais William Ruto. Haswa ikizingatiwa kwamba washaanza sasa hivi joto la kisiasa. Ina maana kwamba mwaka 2026 tutaanza kuona masuala ya kisiasa. Kwa hivyo hatujui kama itakuwa ni masuala ya maendeleo ama siasa. Mwaka 2027 mimi na wewe tunafahamu itakuwa ni siasa zimeshika kasi. Kwa hivyo hii ndio bajeti nafikiri ambayo itakuwa na umuhimu kuweza kutekeleza. Je, unahisi kwamba itakuwa ni bajeti ya kusaidia, ya kufaidisha, ya kusaidia katika maendeleo ama bado vile vile tutajikuta katika hali kama ilivyokuwa mwaka uliopita? Asante Nimrod. Na mimi wajua. Asante Nimrod. Manake kulingana na masuala ambayo tunaangazia za nchi, tumeona kama viongozi wetu wajaangalia masuala ya mtu wa kawaida. Na bajeti ya sahihi inatengenezwa, ukiangalia vipengele zile ambao ameweka, unaona kwamba kuna masuala ambayo hajalenga mwananchi wa kawaida. Ni kumvuta tu, yani kumleta karibu na kumkamua kabisa. Tungependa bajeti kwa kwamba yale maono ambayo inatolewa na wananchi tuzione kwa ile budget. Si ati watu wamekaa kwa maofisi kutupangia nchi, sisi tunakaa kama tunaona vile nchi inaenda. Manake tungependa kwamba zile maono ndugu yangu pale amedokezea, inafaa tuzifuatilie kwamba ziliwekwa ama hazikuwekwa na kwa nini hazikuwekwa. Ukiangalia laini ya viwanda kama hapa Nairobi, ajira mingi zinatoka kwa viwanda. Na unaona kwamba hajaangazia zile vitu zinazovuta wawekezaji nchini, au wameweka siasa mbele. Ukiona joto ya siasa imeanza kupanda, hata tukisoma bajeti nzuri na joto ya siasa ipande, vitu bado zitaanguka, ambapo sisi wananchi ndio tutakuwa tunaumia kulipa ushuru ya juu. Na tukilipa ushuru ya juu hatuoni kazi ambayo tunatendewa nao na hiyo pesa zetu. Wanakusanya pesa zetu lakini hatuoni kazi. Bajeti ya Kenya ukiangalia vizuri, utachukua ya Uganda, uchukue ya Tanzania, uchukue ya Rwanda, uunganishe pamoja, na bado Kenya bado iko juu na hatuoni chochote kinachoendelea. Na ukiangalia Rwanda maendeleo yao na bajeti yao hiyo ndogo, tunaona kwani pesa ya Rwanda na pesa ya Kenya tofauti iko wapi? Na ukiangalia vizuri kwamba ni ukosefu wa maadili. Manake kitu ambacho kinatushangaza ni kwamba Kenya ni nchi ambayo kwanza watu huiba alafu ndo wanafuatwa. Badala ya kuzuia wasiibe, tunawaacha wanaiba kwanza alafu tunawafuata. Na ukiangalia hizi pesa zetu za kama sasa trilioni 4 za budget ambayo tumeweka sasa hivi, tunaona kwamba kuna karibu trilioni 1 inapotea pale. Hata ukiangalia vile wanapiga hesabu ni kucheza na hesabu. Unajua hawa watu wajajua pia sisi tumefanya hesabu. Tunaangalia katika kila eneo ile sekta wameweka. Tunaangalia kwamba
makini ya hiyo fedha imefika wapi, na tunaangazia kwamba zile miradi wamepanga wametimiza. Kuna watu wetu wako kule mashinani wanaangalia. Sasa hapo ndo tunaona kwamba hii budget bado tunaona kama kutakuwa na mvurutano. Kwa sababu tuko na wenzetu hapa wa Kenya, pengine tusikize sauti zao, kauli zao. Ndugu yangu, utaanza kwa kujitambulisha jina, unatokea sehemu gani? Lakini swali langu ni hili, unaposikia ndugu zetu wanapozungumzia bajeti ya trilioni 4.2, si bajeti kidogo, hofu yako kubwa sana ni ipi iwapo umepitia mswada huu na kuweza kung'amua ama kufahamu mawili matatu ndani yake? Naam. Kwa majina mimi naitwa Willis Mboga kutoka eneo bunge la Bomachoge Chache. Kwa kuchangia kwa hii mswada ya 2025-2026, naweza sema ya kwamba pandisha kipa na huu mswada haujatilia maanani zile changamoto wananchi wa kawaida wanazopitia. Tupe mfano. Ukitizama iko hii mambo ya UHC workers. Kwa hii mswada hatujaweka mambo kama hayo, na wananchi wa Kenya wanataabika wakienda mahospitali zetu za hizo za serikali. La pili, ningeweza kusema hii mswada imetenga pesa mingi zaidi kwa mambo ya ufisadi kuliko kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa sababu leo hii tunavyozungumza, tukifuatilia bajeti ya mwaka wa 2023-2024 kulingana na rekodi za Auditor General, pesa mingi zimefutwa, na Public Accounts Committee hii ya National Assembly haijachukua has not taken any steps whatsoever to deal with the culprits who have misappropriated the public funds, and even from our CDF, our national departments, and the special reports we have, like now what we have borrowed. We had borrowed the Eurobond. You look at the special reports, a lot has been swindled, and as up to date, nobody has been summoned to be asked where do you take the money. Number two, today we are being told we have a budget of 4.3 trillion, and yet tunasema pesa ya 4.2 trillion imewekwa kwa budget ya hii mwaka 2025-2026, ili hali bajeti ya mwaka uliopita hakuna chochote tunaweza jifunia na ile budget nyingine. Ili hali bajeti hii imeongezewa kiwango, na sisi wananchi maslahi yetu haijatiliwa maanani. Asante. Naona umeketi karibu na Maureen. Maureen, nafahamishwa kwamba unasomea masuala ya fedha katika chuo kikuu. Tueleze kama mswada huu umeweza kuupitia, na hisia kama vijana ni hisia za aina gani, hasa ukisikia na ukiangalia kwamba kumekuwa na matatizo katika kufadhili sekta ya elimu hapa nchini kupitia bajeti ya mwaka uliopita, na sasa hivi kuna changamoto. Si kitambo sana waziri wa elimu akidokeza kwamba fedha hazijafika kuweza kukamilisha ufadhili unaohitajika katika sekta ya elimu. Tunazungumzia bajeti nyingine au makadirio mengine. Hisia zako ni zipi kama mwanafunzi? Jina langu ni Melissa Chelangat. Nilikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi University Eldoret. Hisia zangu ni kama mwanafunzi, bajeti hiyo, the HELB loan, for example, the money that was allocated for HELB, it was removed, like for 20 billion was removed, so it really affects the HELB loan for students. So some of them were not able to continue with their studies because of the removal of that allocated money. Yeah. Kwa hivyo ndio changamoto ambazo naziona kwa sasa hivi. Haya, kidogo nipate kauli alafu nitakuja kwenu. Ya mwisho tu alafu tunakwenda mapumzikoni. Nipe hisia zako kwa kifupi sana. Okay, kwa majina naitwa Kibenji Kamodo. Yangu nakumbuka CS Badi alikuja mahali hapa na akakaa session na wananchi. Na concern kubwa ambayo tulikuwa nayo ni public participation. Hatuna sheria hapa Kenya ambayo ina guide process ya public participation. In as much watu walimtema views Kenya mzima, ni kumaanisha bado haitatiliwa maanani, maana hatuna ile sheria. Na sheria deliberate kuanzia 2013, after 2013 promulgation ya 2010, CS Anne Waiguru ambaye alikuwa devolution aliandika draft, the best draft ya public participation, akapatia AG Githu Muigai.
kupatia Githu Muigai akasubmit kwa parliament ikachukua kwa Senate former attorney general kwa Amos Wako. Amos Wako deliberately alikuwa na interfere na 2005 referendum, na ile ndio ile kipengele yenye ilikuwa inaleta chumbo joto, ile yenye ilikuwa naambio imeharibiwa pale kwa Kilifi draft. Walitoa tu public participation, na hiyo public participation ukiangalia hizi views zenye tunapatiana zitakuja tutuletee changamoto kubwa sana. Hata hii budget most probably itakuwa functional kwa sababu kuna vitu watu wali pinpoint. Tuliambia badi hivi, tunataka kuona kampuni kama Safaricom ambayo iko na 3.388 billion yenye imecollect turnover yao ya as much this year 388 billion. Tunataka kuona ni amount gani yenye inaekelewa kwa treasury ambayo itakuwa ni corporate tax as a specific company, tuoneshe ni pesa ngapi kwa 388 billion yenye wameallocate kwa wamepatiana kwa treasury ambayo inaongeza kwa uchumi ya Kenya. The same tunasema kama wakati huu leo penye imetokezea kifo ya kijana hapa Central Police Station. Tunataka kujua hata hizi police station mfungo akiingia ndani ya jela, maana tunaambia unahesabia kwa chai ni shilingi 125, lunch inakuwa 250, alafu sapa kwa kila mfungo yote anaingia kwa OB. Hivyo ndio inareplicate hiyo pesa yenye inatoka kwa treasury inaingia kwa prison na kwa cells zetu. Is the same actualization ya pesa, hivyo watu wanakula pale ndani ya cell. Sasa hizo ndio vitu tunataka zianze kutolewa na kuoneshelewa. Asante sana. Tutaendelea na kikao. Tunakwenda tu mapumzikoni kidogo, alafu tuendelee na mazungumzo pamoja na wataalamu wetu. Mtazamaji, unaendelea kutazama kikao chetu cha Sema na Citizen ndani ya ukumbi. Leo tukizungumzia makadirio ya fedha mwaka 2025 2026. Usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde. Thank you.